Dunia mikononi mwake. Dunia ya Nyamizi ilikuwa kama kitambaa cha ajabu kilichosukwa kwa maajabu, kila uzi wake ukiundwa na sauti ya mama yake. Akiwa na miaka 4 tu, aliketi juu ya kigoda kilichosukwa katikati ya ua wao wa ndani, miguu yake midogo ikitingishika hewani, huku mama yake Kundi akisimulia hadithi za mashujaa wa Kawekamo. Shamba lao lilikuwa na msisimko. Wafanyakazi walibeba vikapu vya mtama, wachuuzi walibishana juu ya viungo vya malenga, na harufu ya mahindi ya kuchoma ilitoka jikoni. Lakini Nyamizi hakuona hayo yote. Macho yake yalikuwa yamekazia kwa Kundi, ambaye mikono yake ilicheza hewani kama ndege wenye mabawa. Kisha Kundi alisema, akiinama karibu, ushungi wake wa buluu uking'aa kwenye mwanga. Malkia Shujaa alinyanyua mkuki wake, na hata mto ulipiga goti mbele ya ujasiri wake. Nyamizi aliguna kwa mshangao, akiwa ameshika peremende ya ukwaju, juisi yake ya kunata ikichafua vidole vyake. Aliweza kumwona malkia huyo akichanua katika akili yake, mrefu, mwenye nguvu na wa kuvutia. "Nitakuwa jasiri kama yeye mama?" Nyamizi aliuliza, sauti yake ikiwa ndogo lakini yenye hamasa. Kicheko cha Kundi kilikuwa kama wimbo, chenye joto kama kuta za udongo za nyumba yao. "Nyota yangu ndogo, tayari wewe ni shujaa zaidi ya unavyofahamu." Akagusa pua ya Nyamizi, akimwachia doa la unga wa ugali aliouandaa awali. Nyamizi alicheka, akijaribu kufuta doa hilo, moyo wake ukiwa umejaa furaha. Nyumba yao kubwa kuliko zote Kawekamo ilikuwa kama kijiji kidogo. Kisawa Malenga, baba yake Nyamizi, alijenga kutokana na utajiri wa chumvi na bizari, jina lake likinong'onwa kwa heshima masokoni, mbali zaidi ya miti ya mibuyu. Lakini kwa Nyamizi, yeye alikuwa baba, mtu aliyemrusha juu angani hadi alipolia kwa furaha. Jioni hiyo alitembelea kuingia uwani, mavazi yake yakipepea, tabasamu lake likiwa pana alipomuona binti yake. "Baba!" Nyamizi aliruka kutoka kwenye kigoda, akajirusha mikononi mwake. Alikuwa na harufu ya vumbi na ngozi, ishara ya siku ya kazi ya kuhesabu mizigo. "Hii nini?" Malenga alitania, akinyakua peremende ya ukwaju kutoka mkononi mwake. "Unaniibia tena sehemu yangu?" Akafanya kama anakula, akimkodolea macho Kundi, ambaye alitikisa kichwa kwa tabasamu. "Gawana na binti yako, baba Nyamizi," Kundi alisema, akiinuka kuungana nao. Urembo wa upole wake uligeuza vichwa hata miongoni mwa watumishi waliomfahamu kwa miaka. Alikuwa lulu ya Kawekamo, mkarimu kwa waliochoka, mwenye busara katika ushauri, na kicheko chake kilikuwa zawadi kwa wote. Nyamizi alijishikilia kwa nguvu kwa wazazi wake, joto lao likiwa ngao dhidi ya dunia. Lakini vivuli vilikuwa vimejificha, visivyoonekana kwa macho ya mtoto. Hatua ya Kundi zilianza kuwa nzito walipotembelea kuelekea ukumbi wa chakula cha jioni, mkono wake ukishika kifua chake. Kikohozi kilichojaa makali na ukaidi kilivuka mazungumzo yake wakati wa chakula. Uso wa Malenga ukakunja, utani wake ukafifia. "Si kitu," Kundi alisisitiza, akinywa chai ya hibiscus, tabasamu lake likibaki imara. "Ni kero tu kutoka vumbi la sokoni." Nyamizi aliendelea kuhadithia kwa furaha kuhusu Malkia Shujaa, bila kutambua mihemko kati ya wazazi wake au uzito wa macho ya baba yake. Wiki zilikatika na kikohozi cha Kundi kikazidi kuwa kibaya, ngozi yake ikianza kufifia kama mwezi unaopungua. Nyamizi, akihisi jambo lisilo la kawaida, alianza kumkaribia zaidi, akimletea maua yaliyonyauka au michoro isiyo na mpangilio. Kundi alikubali vyote kwa mkono dhaifu,
sauti yake sasa ikiwa hafifu. Usiku mmoja, nyota zikiwa zimetoboa anga ya samawati, Kundi alimvuta Nyamizi kitandani. Chumba kiliinuka mitishamba na wasiwasi, meza ikiwa imejaa dawa za waganga. Kundi alizungumza kwa sauti ya hewa iliyokatika. Maisha yanaweza kuwa mazito, lakini lazima uangaze. Niahidi. Nyamizi alitikisa kichwa, koo lake likiwa limejaa hofu ambayo haikuweza kutamkwa. Naahidi mama. Kulipokucha, Kundi hakuwepo tena. Roho yake ilikuwa imeondoka kama jani lililobebwa na upepo. Kilio cha malenga kilivuma kote shambani, sauti iliyobomoa ulimwengu wa Nyamizi. Alijifunga kwenye mapaja ya baba yake akiwa ameshikilia ushungi wa Kundi, harufu yake ikiwa kumbukumbu pekee. Ua wa nyumba ulikaa kimya, hadithi zikiwa hazijakamilika. Miezi ikasonga kwa uzito wa upweke. Malenga alijitumbukiza katika biashara, kicheko chake kikitoweka. Nyamizi alizurura ndani ya shamba hilo, kivuli ndani ya nyumba yake mwenyewe, mikono yake midogo ikigusa kuta ambazo kivuli cha Kundi kilikuwa bado kinaning'inia. Minong'ono ilianza. Malenga alitafuta mke upya, mtu wa kuponya kilichovunjika. Ndipo alifika Bisungwa Kasheshe. Alivuka lango kwa mwendo wa kujiamini, tabasamu lake likiwa angavu lakini kali kama wembe uliofichwa ndani ya hariri. Mabinti zake Sundi na Singwa walimfuata nyuma, macho yao yakichunguza mali za Malenga kwa uchu. Sungwa alipiga magoti mbele ya Nyamizi, harufu yake ya manukato ikimtisha. "Oh jamani, binti mzuri sana huyu," alisema kwa sauti ya upole baridi, vidole vyake vikipapasa shavu la Nyamizi. "Tutakuwa familia, sivyo?" Nyamizi alirudi nyuma, akishikilia ushungi wa Kundi kwa nguvu zaidi. Kulikuwa na kitu ndani ya macho ya Sungwa kilichoonekana si sahihi, kama dhoruba iliyokuwa ikisubiri kupasuka.